Kaka, habari? Salama, kwema? Kwema kabisa, tumshukuru Mwenyezi Mungu. Vipi hali yako? Mimi namshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuona mwezi wa 12 kuna watu ambao walikuwa natamani kuiona siku kama ya leo lakini hawajapatika kuiona. Mimi hatimaye namshukuru Mwenyezi Mungu. Nimeona mwezi wa 12 namalizia kufunga mwaka leo tarehe mosi ya mwezi wa 12 na tunafunga mwaka. Tunaomba Mwenyezi Mungu atujalie mwisho mwema kwa sisi wanadamu ambao tunakuwa chini yake na kumwabudu na kumuomba yeye. Siku ya jana kuna mambo ya michezo ambayo yametokea hapa Tanzania na hata nje, kwa maana ya kwamba Simba Sport Club jana ilikuwa ikiwakilisha taifa kule nchini Mali ikiwa na Stade Malien, lakini pia kulikuwa na kikao cha Simba Sport Club ambacho kilikuwa kinafanyika hapa. Na kwa kwanza kabisa nitaanza na kikao cha Simba Sport Club ambacho kilifanyika, ni mkutano wa Simba ule ambao ulifanyika. Lakini katika vitu ambavyo vilikuwa vikizua maswali na vikaleta mjadala pia na vikanisababisha nije kwako wewe, ni pamoja na swali ambalo aliulizwa Mkutaza Mangungu. Aliulizwa kwamba kuhusiana na mapato na matumizi ya klabu ya Simba Sport Club, lakini yeye swali hilo aliruka na kusema kwamba haipo kwa upande wake yeye. Wewe unafikiri kwa nini mtu kama Mangungu ashindwe kujua mapato na matumizi au kushindwa kujibu swali hilo na kati lilikuwa kama linamhusu, au unafikiri kwa upande wake hakuwa anastahili kujibu swali hilo? Mkutaza Mangungu alilipeleka swala hili kwenye bodi ya wakurugenzi wa klabu ya soka ya Simba. Alipoulizwa na mwanachama, kaulizwa tunataka kujua mapato na matumizi ya klabu ya soka ya Simba, si ndio? Na swali lako linahusiana na hapo. Kile kipande nilikisikiliza vizuri na niliwaelewa mashabiki kwa nini walikuwa wanajaji kujua mapato na matumizi, kwa sababu klabu ya Simba ni ya wanachama, sio ya mtu binafsi. Kwa hiyo wanachama wanawakilishwa na mwenyekiti Mkutaza Mangungu. Mpaka wanachama wanakuuliza swali lile la tunataka tujue mapato na matumizi ya klabu, maana yake wewe tayari mwenyekiti unajua kila kitu kuhusu mapato na matumizi, mpaka kwenye mkutano mkuu wa klabu ambao ni mkutano wa mwaka wa klabu. Sema ni mkutano mkubwa wa klabu ya soka Simba wa kumaliza mwaka. Kwa mpaka mnaenda kwenye mkutano wa kumaliza mwaka lazima mnajua mapato na matumizi na mafanikio yenu na mataji yenu na vitu mlivyopata ndani ya mwaka mzima. Kwa hiyo babangu Mkutaza Mangungu alichokijibu kwanza kakosea. Kawakosea sana wanachama na mashabiki wa soka ya Simba Sports Club. Kwa nini? Ukiwa mwenyekiti wa klabu ya timu yoyote, unapoulizwa mapato na matumizi lazima ujue data za mapato na matumizi. Naamini kwamba hawa wahasibu ambao wanakuwa ndani ya klabu wanakuwa chini yako wewe mwenyekiti, sio wanakuwa chini yako ndani ya team, kwa sababu ndio top wa mashabiki ambao mwenye hisa kubwa kwenye upande wa wanachama na mashabiki. Kwa unapochaguliwa kwa mwenyekiti utakofuatilia kila data za klabu yako kuhusiana na mapato na matumizi. Ndio maana tunawaona Young Africans, Rais Engineer S Saidi na alikuwa ni mwenyekiti wa klabu ya soka ya Young Africans kabla ya kuteuliwa kuwa rais wa klabu ya soka ya Young Africans. Akiulizwa mapato na matumizi anaposomwa, ataelezea, atafafanua, bwana msimu fulani umetumia kiasi kadhaa, tumeingiza kiasi kadhaa. Rais wa klabu anajua mapato na matumizi alikiwa mwenyekiti. Kwa maana yake huyu yuko karibu na klabu yake na kufuatilia vitu vyanzo vya mapato vya klabu yake na kipi tutakiingiza na kipi tunakitumia. Kwa hiyo Mkutaza Mangungu maana yake anaonekana kwamba hayupo karibu na klabu yake, ndio maana anashindwa kujibu maswali kama hayo ya wanachama. Ili aweze kujibu maswali ya wanachama lazima awe karibu na klabu yake. Watu wengi wanamtupia sana lawama Mkutaza Mangungu kwa sababu hayupo karibu na klabu yake na wanachama wake wako karibu naye na wameshapoteza imani naye. Ndio maana vitu vingi vimezuka jana ya mikutano. Kuna swala pia la yeye kuondoka pasipo mashabiki kuweza kuhoji maswali ya kipi ambacho kinaendelea ndani ya Simba Sport Club na kuweza kujibiwa maswali yao. Na ni kitu ambacho mashabiki wanatarajia baada ya mkutano huo mwishoni waweze kuuliza maswali yao na wajibiwe, lakini mwisho wa siku Mangungu aliondoka pasipo kujibu maswali. Je, alichokifanya kilikuwa sahihi kuweza kufanya kitu kama hicho? Kila mwanadamu na mtazamo wake. Kwa upande wake alikuwa yuko sahihi kuamua kitu kama kile. Lakini kwa sisi wapenzi na wafuatiliaji wa mpira wa miguu tunaamini kwamba Mkutaza Mangungu ametukosea sana kuondoka ukiacha kikao kiko hewani na kumaliza mkutano na kuondoka. Maana yake ni kwamba amejiamulia yeye kama yeye kwa sababu ana power ya mwenyekiti wa klabu ya soka ya Simba. Ndio maana akaamua naweza nikawaacha hawa mashabiki wasinifanye chochote na wanifanye chochote na chochote kwa sababu mimi ndio mwenye top, mwenye cheo sasa hivi sasa na nyazifa na nina nguvu na mamlaka ndani ya klabu.
Kwa vitu vile vinavyotokea kama vile kwenye mkutano mkuu ni ushamba na uuni kwa baadhi ya viongozi wanaonyesha ni ushamba. Wewe huwezi kuja kumuona rais wa klabu ya soka ya Madrid au mwenyekiti wa klabu ya Madrid au Barcelona atoke kwenye mkutano akaacha tukikao asifunge mkutano mkuu. Inakuingia akilini? Hata mikutano ya vyama vya siasa, baadhi ya wenye viti na viongozi wakubwa wanamaliza kufunga mikutano na maondoa na mikutano yao, wanamaliza mikutano. Wanaojua maswali wanajibu maswali. Kwa nini wewe mtu mmoja yuko kujua maswali na kujibu maswali? Maana yake una ulaki ni ndani yako. Kwa jitathmini wewe kwanza, alafu uje utoke kutamka kwamba kama mnaelekea wasiwasi, mimi siko hivyo, niko hivi. Unajua watu wengi sana wanajisahau kuwa madaraka yana wakati wake na ukomo wake. Madaraka yakipita na ukomo wake wanakuwa ni watu wa kawaida kama sisi tunavyokuwa hivi nje madaraka. Kwa Murtaza Mangungu asijiamini kwamba yeye ndio amemaliza kuwa mwenyekiti wa klabu ya soka ya Simba. Kuna wenye vitu walikuwa ndani ya klabu ya soka ya Simba wakapita na kaondoka. Kwa nini uongozi wake uendelee kusema vibaya? Kwa nini uongozi wengine wanaopita wajisema vibaya zaidi yake uongozi wake unasema vibaya? Kwa hiyo anatakiwa ajitathmini mwenyekiti wa klabu ya soka ya Simba baba za takribani milioni 400, lakini vile vile 90% ya waliojitokeza katika tamasha hili walikuwa wamevaa jezi za msimu mpya. Kwa kipekee mmetuheshimisha. Na kwa kipekee kabisa mwenyekiti na ndugu wanachama, mwakani tunaelekea katika kumbukumbu ya miaka 90 toka kuzaliwa kwa Simba Sports Club. Na tamasha hili tutaliita Simba at 90, na matukio yote yataratibiwa vizuri na litakuwa tamasha kubwa ambalo halijawahi kutokea. Simba